anasema Mwenyezi Mungu, falamma dakhalu ala Yusufa, walipoingia baba na watoto wake kwa mzee Yusufu alayhi salam, awa ilaihi abawaihi, hakuangalia Yusufu ni mfalme, hakuangalia Yusufu ni mheshimiwa, hakuangalia Yusufu ana mamlaka. Aliwakumbatia wazazi wake wawili, akawaambia udkhulu Misra, ingieni katika ardhi ya Misri, insha Allah. Nataka baraka kwa Mwenyezi Mungu ajalie uingiaji wenu katika nchi hii aminin, uwe katika hali ya kuwa muko katika amani. Allahu akbar. Akaendelea kutwambia Allah, warafaa abawaihi, kwa mapenzi makubwa, kwa mapenzi makubwa na kwa heshima ya hali ya juu, akawanyanyua wazazi wake baba na mama, ala al-arshi, akawaweka katika kiti chake cha ufalme, akawaweka kiti chake cha utawala, akawaweka wazazi wake ala al-arshi, katika kiti cha utawala. Wa kharru lahu sujada, wakaporomoka baba na mama na wale ndugu zake kumpa heshima Nabii Allahi Yusuf kama kiongozi, wakampa heshima. Na neno sujada, kama wanavyotwambia wanawazuoni, sujada kwa wakati wao haikuwa ibada. Sujada kwa wakati wao yalikuwa maamkizi na heshima. Tumefahamiana? Kwa sababu sisi hairuhusiwi mtu kumsujudia mwanadamu mwenzake. Hata Mtume alifika kusema, kama ingelikuwa kuna haki ya mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenziwe, ningelimuamrisha mke amsujudie mumewe kwa zile haki ambazo mume anazo kwa mkewe. Lakini huko sisi hatukuruhusiwa. Badala yake huyu mke atekeleze wajibu na heshima zake kwa mumewe. Kwa hivyo neno sujada hapa lisifahamike katika maana ya kwamba alisujudi kama vile tunavyosujudi katika swala. Sijida ya hapa, sijida ya inhina, kuinama, kumpa heshima mkubwa wako, na kwa wao ilikuwa hayo ni kama ndiyo maamkizi yao. Tunakwenda pamoja eh? Warafaa abawaihi, hizi aya zifahamike sana, kama tulivyomalizia katika aya ya mwisho jana tulipoisoma, laqad kana fi qasasihim ayatan fi qasasihim ibratun liulil albabi. Lazima tupate mazingatio. Kumbe baba anapewa hadhi hii, kumbe baba anaheshimiwa kwa kiwango hichi. Yusuf amemnyanyua baba na mama yake, amekwenda kuwaweka katika kiti chake cha utukufu, kiti chake cha enzi, kiti chake cha heshima kama kiongozi wa Misri. Na wewe mzee wako akija ofisini, hata kama una ukubwa wa kiasi gani, ikiwezekana kile kiti ambacho wanakaa wageni, kaa wewe kile kiti chako kwa muda ule, kwa kuwa hapana majukumu ya kuandika na chochote. Mwambie baba, na wewe ambulia hichi kiti ni chako wewe, mimi nisingelikipata kiti hichi, Mwenyezi Mungu kajalia kupitia wewe, na wewe baba kakaa katika kiti hiki. Na kwa dunia ya leo, ikiwezekana fanya taswiri, mwekee picha fulani ya kumbukumbu kwamba mzee alikuja ofisini na yeye nikamweka katika kiti cha mkuu wa mkoa, japokuwa kaja na yeboyebo zake nusu kiati. Umefahamu? Tayeb, akawaweka wazazi wake katika kiti cha utawala wake. Wa kharru lahu sujada,
wakaporomoka kumuamkia, wakaporomoka kumuamkia kwa heshima. Aisajada lahu abuhu wa ummuhu wa ikhwatuhu hina dukhulihim alayhi, pale walipoingia kwa Yusuf. Qala almufassiruna kana sujudu indahum, ilikuwa sijida wakati wao kwa imani kwa sheria zao wao, tahiyatan wa karama, ilikuwa ni maamkizi na heshima, haikuwa ibada. Sawa, la ibada. Waqala, hapa Yusufu akakunjuka akasema, ya abati, ewe baba yangu mpendwa, hadha taawilu ru'yaya, hii leo ndiyo tafsiri ya ndoto yangu. Hadha taawilu ru'yaya min qablu, ndoto niliyoiota siku nyingi zilizopita, leo inatafsirika. Alhamdulillahi. Rejea nyuma ukakutane na maneno ya Allah, idh qala Yusufu li abihi, baba yake Yusufu alizungumzwa na mwanawe, ya abati, ewe baba yangu mpendwa, inni raaitu ahada ashara kaukaba, nimeziona nyota 11, washamsa walqamara, nimeliona jua na mwezi, raaituhum li sajidin, vitu hivi vyote nimeviona vinaniamkia. Mzee Yakubu alijua maana ya hii ndoto, na ndiyo alipoambiwa kwamba Yusufu kafa hakukubaliana na vijana wake, akijua ile ndoto haijatafsiriwa. Kwa hivyo ndiyo maana ikawa hakukubali. Akasema mzee Yakubu, ya bunaiya, ewe kitoto changu kipendwa, ya bunaiya la takosusu ru'yaka, usihadithie ndoto yako, ala ikhwatika, usiwasimulie ndugu zako, fayakidu laka kaida, ndugu zako hawa ninavyowafahamu, wakijua kwamba wewe uko katika daraja hiyo au unatarajiwa kufika katika daraja hiyo, fayakidu laka kaida, watafanya vitimbi vya kila aina kukufanyia ili usifike katika sharafu hiyo, kwa sababu hawa wana kijiba cha roho. Umefahamu Hawa wakijua watafanya kila wanaloliweza ili kukwamisha. Kwa nini anasema inna shaitana lilinsani? Kwa sababu sheitani kwa mwanadamu aduu mubin, ni adui wa waziwazi. Wakigundua hiyo nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshakuandalia, hawa watafanya hasadi hawa. Jamani, angalieni, ikiwa tafsiri haikutafsiri ile ndoto haikuzungumzwa kwa wale ndugu bado wakataka kumuua. Je, ingelikuwa ile ndoto wamesimuliwa ingelikuwaje? Tunakwenda pamoja sahihi. Kwa hivyo ndoto leo inapata taawili yake. Waqala ya abati hadha taawilu ru'yai, hii ndiyo tafsiri ya ndoto yangu. Min qablu qad jaalaha, ameifanya ndoto yangu Allah Rabbi, bwana wangu, haqa, ameithibitisha kuwa ni ndoto ya haki, haikuwa ndoto ya kweli. Kuna watu hubahatika kuota ndoto za kweli. Mungu akikukirimu, ikiwa unaota ndoto za kweli, usizichukue ndoto zako ukawapelekea watu ambao kimtizamo wa kawaida sio watu wa Mungu, sio watu wa Mungu. Usiwapelekee ndoto zako. Kuna watu wanaona fulani kafa na asubuhi kafa kweli. Kuna watu Mungu anawakirimu,
mwezi huu atakuja mgeni, anakuja kweli, au leo anakuja mgeni, anakuja kweli, au fulani kwa maradhi yale, hata kama unamuona anakunywa uji, yule hafiki Jumamosi ijayo, inakuwa kweli, kwa sababu ndoto ni sehemu ya wahai uliobakia katika dunia baada ya kukatika kwa wahai wa kuletewa mitume. Lakini ndoto hizo si zile ndoto unaruka unakwenda kuchimba mashimo, unaingia mapangoni, umefahamu? Sio ndoto kama hizo. Watu wema huwa hawaoti ndoto kama hizo majegejo, huwa wanaoneshwa ndoto za haki. Basi ndoto zako za haki usiwasimulie kila watu. Wakati mwingine watu wanajua huyu anaona mambo wengine wabaya, na wao humuomba Mungu wakakufanyia figisu figisu. Mungu akiwakubalia inaweza ukawa huoni tena. Ushafahamu? Tai warafaa abawaihi, hapo nimepapenda sana. Yusufu kawanyanyua wazazi wake ala al-arshi, akaweka katika kiti cha ufalme. Wakharru lahu sujada, wakaporomoka kwa Yusufu kumpa heshima. Kharru lahu sujada. Wakala, kijana anasema, ya abati hadha taawilu ru'yai, hii ndiyo tafsiri ya ndoto yangu, min qablu, ambayo niliota huko nyuma. Qad jaalaha rabbi haqa, ameifanya ndoto yangu Allah kuwa ndoto ya kweli, na yeo inatafsirika kwa vitendo. Wa qad ahsana bi, kwa hakika ahsana bi, amefanya vizuri kwangu mimi. Yani Allah amenifanyia vizuri, amenifanyia mambo mazuri. Idha akharajani minas sijini, nakumbuka tabu za jela, pale aliponitoa jela, kwa kweli amenifanyia mambo mazuri. Wajaa bikum, lakini zuri jengine alilonifanyia baba, ndugu zangu Allah kaniletea wote, mmekuja leo nao nyinyi. Wajaa bikum minal badwi, kakutoeni mashamba huko, kakuleteni leo tuko pamoja. Min baadi an nazagha shaitanu baini wa baina ikhwati, baada ya kukaa kati shaitani akaleta ugomvi baina yangu mimi na ndugu zangu. Inna rabbi, hakika ya Bwana wangu, latifun, anajua habari zake kwa ndani kabisa. Alatifun, mpole, anafanya mambo yake kwa upole, mambo yake ya ndani. Lima yashau, kwa lile analolitaka. Hakuwa anajua kama leo Yusufu, hakuwa anajua mtu yoyote kama leo Yusufu angelikuwa katika nafasi hii. Lakini Mwenyezi Mungu latifun, innahu, yeye Allah huwa al-alim, yeye ni mjuzi. Nani amweke mahala gani na kwa faida gani? Al-Hakim, Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma. Tayib, anasema subhanahu wa ta'ala, anamwambia ya abati hadha ta'awilu ru'yaya min qabl, ay hadha tafsiru ru'ya, hii ni tafsiri ya ndoto. Lati raaituha fi manami, niliyoiona nikiwa nimelala. Wa ana saghirun, nikiwa bado mdogo. Kad jaalaha rabbi haqa, leo nimekuwa mtu mzima, ndoto yangu inathibiti. Sawa Aisidikan, kaifanya kuwa ni kweli. Haithu waqaati kama raaituha, imetokea kama nilivyoiona fil manam. Wa qad ahsana bi, namshukuru Allah subhana, amenifanyia mazuri mimi. Yepi hayo? Idh akharajani minas sijini,
ili neno hili idh akharajani minasijini, yani Yusufu alayhi salam kule kutolewa jela ameliona ni jambo kubwa zaidi la kutangulia kumshukuru Allah subhana, hata suala la kuwa yeye azizu Misra. Mfahamu Lakini mimi na wewe ingelikuwa ndiyo hiyo story, baba ndio mie waziri mkuu hivyo Misri, mie ndio mfalme hivyo baba, mie ndio hivi baba, mie ndio. Lakini yeye anasema namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baba, kwa nini unamshukuru? idh akharajani minasijini, kanitoa jela. Yafahamu, kanitoa jela. Analizungumza jela kuliko kuzungumza nafasi aliyopewa, kwa sababu nafasi ya dunia, wazee wangu, siye wapenda dunia ndo tunaiona nafasi muhimu, lakini nafasi ya dunia haina maana yoyote, habaa manthura, bali ni nafasi inayoweza kukuwekea gepu baina yako na Allah, ikakunyang'anya utiifu, ikakunyang'anya ile ikhlasi, ikakunyang'anya khaufu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio nafasi ya kujifakharia. Umefahamu? Na kwa kuwa nafasi yenyewe siyo ya maana, ndiyo mzee huyu Yusuf anamwambia baba, namshukuru Allah subhana. Kwa nini? Amenifanyia mazuri mimi. idh akharajani minasijini, amenitoa jela ay an'ama alayya biikhraji minasijini, kwa kunitoa jela. Qala almufassirun, wanawatafsiri wanasema walam yadhkur qissata aljubi, hakutaja kile kisa kwamba Mungu kanitoa katika lile shimo, hakulitaja. Kwa nini? Takarruman minhu, ni kwa sababu ya heshima na ukarimu wa Yusufu kwa ndugu zake. Angelilisema neno hili, wale ndugu zake wangelikuwa kama wamepigwa na wingu la masika wangelikuwa dhalili, wangelikuwa duni, wangelijiona wao hamna maana yoyote, na yeye hakulisema hilo. Sawa. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anamwambia Mtume Muhammad anamwambia nini Mtume Muhammad katika Al-Jathia? Anamwambia qul lilladhina amanu, Muhammad sema uambie waumini waambie waumini wafanye nini? yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyama Allah, wawe na tabia ya kuwasamehe wale watu wasiotarajia masiku ya Allah subhana. Hawaogopi kiyama, hawaogopi kukaa barzakhi, hawaogopi siku ya kufa. Watu kama hao wapumbavu, nyinyi waumini mukifanywa jambo lolote, Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wetu atuambie sisi tuwe na tabia ya kusamehe. Tumefahamiana? Kwa hivyo na Yusufu lile gumu lile la kutiwa katika pango kafanya nini? Kasamehe. Kwa hivyo tunaambiwa tuwe na tabia ya kusamehe. Tuwasamehe akina nani? Lilladhina la yarjuna ayyama Allah. Kwa nini? Liyajizia qauman, awalipe Mwenyezi Mungu watu bima kanu yaksibun. Alafu aya ikaendelea akasema man amila salihan, mtu atakayekuwa na tabia ya kusamehe, manake huyo kafanya jambo jema fali nafsihi, basi faida ya kusamehe kwake itarudi kwake mwenyewe. Umefahamu? Uwe na tabia ya kusamehe. Ndiyo Yusufu hakutaja kilichotokea katika shimo, bali yeye anasema ahsana bi idha akharajani minasijini wajaa bikum, na wema mwingine ameniletea nyinyi wazazi wangu minalbadwi, kutoka mashamba huko. Mashamba kuna shida zake, mashamba kuna tabu zake. Umefahamu Ukiwa mjini
Mwangalie sana mzee wako kijijini, usikusahau kwenu. Sawa? Sahi, ameniletea wazee wangu. Sawa? min baadi an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati, baada ya kuleta ugomvi usiokuwa na sababu sheitani. Hapa anawajenga pia ndugu zake kwamba ule ugomvi haukuwa wa ndugu zake, isipokuwa sheitani ndiyo aliyochochea. Lau kama si sheitani kukaa kati, ndugu zake wasingelikuwa na mawazo yale. Umeona anavyowajenga anawajenga ndugu zake, anawaonyesha upendo ndugu zake, anawafanyia ihsani, wajione wamekutukwa. Si lugha hii, kama tanisamee kidogo, kukutukwa manake wajione wamechangamka, wasijisikie wako katika mawingu. Itakuwaje tena, atatufanya nini Yusufu? Shafahamu? Ndiyo mafunzo unayopewa wewe. Ndugu yako anaweza akakukosea, mwanao anaweza akakukosea, usimalize maneno ukamlani mwanao, ukamfukuza ndugu yako. Ipo siku huyo atarudi ndugu yako, na akirudi usimkumbushe yale, sema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu katuunganisha tena ndugu yangu, mkumbatie. Sawa? Sio tena mimi nyumbani kwangu paone patu wewe tena upite juu mpite chini. Sasa anakanyaga wapi huko? Tayyib, inna rabbi, hakika ya Bwana wangu, latifun lima yashau, mambo yake anayafanya kwa lutufi, kwa lile analolitaka. Innahu huwa alalimul hakim, yeye Allah ni mjuzi alafu ana hikma. Jambo lolote analolifanya Allah analifanya kwa hikma, analifanya kwa hikma. Rabbi, anaendelea kutoa shukurani Yusufu, anamshukuru Mola wake, na hiyo ndiyo itifaki bwana, uanze kumshukuru Mungu kuliko mtu yoyote. Sio na kushukuruni kwa kuhudhuria darasani, mmekuja kwa wingi, na kushukuruni mmekaa itikafu, lakini uko mbele alafu ndio unasema pia namshukuru Mungu. Mungu akae nafasi ya tatu vipi wewe? Ushafahamu? Kwanza alhamdulillah, namshukuru Allah subhana, alafu mshukuru Pandu, mshukuru Makame, mshukuru alopamba stedi. Ushafahamu? Lakini awalan alhamdulillah. Sawa? Lakini mara nyingi watu wanachelewa kusema alhamdulillah, kwa sababu sio watu wa alhamdulillah. Alhamdulillahi haiji isipokuwa kwa watu wa alhamdulillah. Ukitaka kuthibitisha hilo, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mungu anawathibitisha wenye imani ya kweli. Haliwezi kutangulia neno lolote lile kwanza wamshukuru Mwenyezi Mungu au wamtaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umefahamu? Lakini ukiona mpaka Mwenyezi Mungu kawekwa reserve kwanza mpaka aumie mtu huku ndo apewe yeye nafasi, ujue huyo sio mtu wa Mungu. Unafahamu? Katika Qur'ani yenye sura 114 yenye aya na kidogo, sawa? Hebu rudi wewe, sura ya mwanzo katika Qur'ani ni sura gani? Suratul Fatiha. Kwa wale wanaoamini bismillahi, aya ya mwanzo, inachofuata ni nini? Umshukuru kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umefahamu? Na Mtume sallama anasema kullu amrin, jambo lolote, lam yubda'u
bibismillahi rrahmani rrahim au ilhamda lah fahuwa abtar. Ilo jambo limekuwa kibubutu au ajdham. Ajdham ni ule ukoma, Mungu atuhifadhi nao, wenye maradhi yale hukatika katika vidole Kwa hivyo hilo jambo hilo ambalo halikuanza kwa kumshukuru Allah au kwa kusema bismillahi, hilo jambo hilo litakuwa limekoma kibubutu, kwa maana qalilul barakati wa naqisul baraka. Kwa hivyo watu wowote watakaoanza kuzungumza maneno alafu huko na mshukuru Allah, hayo yote yatakayozungumzwa hapo qalilul barakati wa naqisul baraka, hayana baraka hayo, hayana kheri hayo. Umefahamu? Hai, hata wewe kuwa na tabia ya kuzungumza na watoto wako kwa jumla, wawekee siku, njooni tuzungumze. Wewe ndiyo kiongozi, ndiyo mgeni rasmi katika ile familia. Unapotaka kuzungumza nao, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Wanangu, nimewaita, mwezi huu umepita, mnasemaje? Kila aliyo na tatizo nyumbani kwake aseme, ili tuweze kulijadili kwa pamoja, vipi tunaweza tukaliondosha hilo tatizo, tusaidiane katika hilo. Anza kaka mkubwa, unasemaje? Sawa? Haya, kwa hivyo anaendelea kijana kusema baada ya yote anasema, ine rabbi, bwana wangu mimi, kadi ataitani, kwa hakika amenipa mimi, minal mulki. Unaona ufalme kuja mbele huko kwa sababu sio kitu cha maana. Kadi ataitani minal mulki, amenipa mimi ufalme. Wa allamtani, akanifundisha min taawili ahadithi, amenifundisha mimi ilmu ya kutafsiri ndoto ilmu ya kutafsiri ndoto. Fatira samawati wal ardi, yeye ni muumba wa mbingu na ardhi. Anta walii, wewe ndiyo mpenzi wangu mimi nakupenda wewe, wewe ndiyo msimamizi wangu ya Allah. Anta walii fi dunia, msimamizi na muendeshaji wa mambo yangu duniani, wal akhira, kadhalika na akhira, wewe ndiyo msimamizi wa mambo yangu. Ya Rabbi, na kuomba ufalme usikae kati yangu na wewe, ukawa kikwazo cha mimi kuwa karibu na wewe. Tawaffani muslima, la kwanza ninalokuomba ya Allah, nifishe hali ya kuwa Muislamu. Sawa? Huyu waziri au kiongozi au mfalme wa Misri anamtambua Allah, anasema tawaffani muslima, ombi langu ya Rabbi nisije nikafa nje ya Uislamu. Wa alhiqni, baada ya kufa kwangu naomba ukaniweke pamoja bisalihina, na watu wema. Na mimi ya Rabbi nakuomba nifanye mtu mwema, ukaniweke pamoja na watu wema. Allahu akbar. Hao ndio watu wema hao ndio watu wema. Katika Qur'ani, Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, baada ya fathu Makka na vita mbalimbali, anaambiwa sasa jipinde kuelekea akhera, kwa sababu majukumu uliyotumwa umeyakamilisha. Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wakati huo sasa unachotakiwa kukifanya, fasabbih, kwanza umsabihi Allah bihamdi rabbika, pili umhimidie Mola wako, wastaghfiruhu, jambo la tatu umuombe msamaha, innahu kana tawwaba. Ikawa maisha yake Bwana Mtume baada ya fathu Makka
amejikita kuishi na maneno haya anapokuwa katika sijda: subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika Allahumma ghufirli. Katika sijida anasema maneno hayo kujiandaa na safari ya kurejea akhera. Na wewe na mimi umefika wakati wa kujiandaa. Kwa sababu gani? Sasa hivi watu wenye umri miaka 80, 90, 100 wamekuwa qalilu mahum, wamekuwa wachache sana. Watu waliopo leo miaka 65, miaka 70 kurudi chini, na humu tulio wengi tushaivuka miaka 50, 60 na 70. Sasa maana yake nini? Maana yake zamu ya kufa ni ya kwetu sisi. Hakuna mwenye miaka 80 wa kufa. Sasa atakufa nani? Na lazima watu wafe. Afe nani sasa? Tutakufa sio wenye miaka 60. Unafahamu hilo? Kaa makini kabisa uelewe. Madamu ushafika 60, 55, 80, wala usijizungushe ukajitana kule. Wewe sema kabisa, mimi ndiyo katika anayefuata baada ya huyo anayezikwa, kwa sababu hakuna mtu mwingine tena wa kutolewa roho, kwa sababu aghalabia, pamoja na kwamba mtu anakufa hata siku aliyozaliwa, anakufa hata akiwa tumboni mwa mama yake, lakini kuna umri aliyouzungumza Bwana Mtume wa aghalabia wa kufa ummati wake miaka 63. Kwa hivyo kama ushafika 60, una bahati labda miaka 3 ingalipo. Hebu jitengeneze hapo. Kama ushafika hiyo 63, unaishi kwa pencheni, hiyo pencheni yako itumie vizuri. Ushafahamu Wala usizani nakwambia maskhara. Jihisabu wewe katika maiti, wala usihisabu kesho kuwa katika siku zako. Ushafahamu? Usihisabu kesho kwamba nayo ni katika jumla ya siku zako wewe za uhai. Jihisabu wewe kesho utaamka ukiwa katika makaburi, ima ya kwenu au ya kwetu sote tusiokuwa na kwetu. Umefahamu bwana? Jua hilo. Sasa kujua kwake maana yake nini? Maana yake sasa hivi ndiyo wakati wewe wa kufunga kibwebwe, kuongeza ibada, na ibada kubwa sana. Kithirisha sana kuleta istighfar. Amka usiku, kama umepata rakaa 3 za witri. Hatuizungumzi Ramadhani, miezi mingine hiyo. Amka, alafu kama utaweza lete istighfari hata 10,000. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mtume anasema siku ya Kiyama, mtu atakaye kwenda kuona katika daftari lake kuna istighfari nyingi, naja huyo mtu kaokoka. Sawa? Lakini safari tunayo. Tukamilishe darasa letu. Allah mtukufu anasema, dhalika min amba'il ghaibi. Kisa chote cha Yusufu ni katika habari za mbali, habari za mbali sana. Nuhihi ilaika, hizi habari tumekufunulia Muhammad, tumekufunulia ndio ukazijua. Ma kunta ladaihim, wewe hukuwapo katika familia ya mzee Yakubu wakati haya yakitokea, na kwa kuwa umeyajua yalivyotokea, dalilun ala annaka rasulullah, huu ni ushahidi kwamba wewe ni mtume wa Allah. Uzuri wa ilmu yetu sisi, uzuri wa ilmu hii ya Allah tabaraka wa taala, unayajua mambo kabla ulimwengu haujaumbwa, na unayajua mambo baada ya ulimwengu kuondoka. Watu watakwenda kukaa wapi, watu watapita wapi kupitia Qur'ani, na unayajua kwa uhakika. Sawa? Hiyo ndio uzuri wa ilmu ya Qur'ani. Leo hapa tunamjua Yusufu na ndugu zake
na yaliyotokea kati yao na yaliyokamilisha hadithi yao, yote tunayajua, kama kwamba sisi tulikuwapo wakati wa maisha ya mzee Yakubu na watoto wake. Sawa. Mwenyezi Mungu anatuambia la tusaluna yauma idhin anin naim, na hiyo nayo ni neema. Hiyo siku ya Kiyama mtakuja kuulizwa kuhusu kisa hichi cha Yusufu. Mulikisoma mwezi wa Ramadhani na wewe ulikuwamo, ulifaidika na nini na neema ile? Wewe ulijifunza nini? Tunakwenda pamoja. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, nuhihi ndio nuhihi ilaika, tunakufunulia wahai. Wama kunta ladaihim, hukuwapo wewe, idh ajma'u amrahum, pale walipokubaliana wakorofi wale, wahum yamkurun, wakiwa wanafanya vitimbi. Idh ajma'u amrahum, pale waliposema ukutulu Yusufa au itrahuhu fi ghayabati ljubbi, ukutulu Yusufa, muweni Yusufu. Ndiyo ikaja rai asiuliwe, bali mtupeni katika hilo ghayabati